Moja kati ya mjadala mzito ambao unaendelea hivi sasa ni kuhusiana na kauli ambayo ameitoa mtangazaji wa EFM anafahamika kama Ibrahim Ambokile kuhusiana na kuzilinganisha ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na amenukuliwa katika interview moja akizungumza na kusema kwamba ligi kuu ya Tanzania ni ngumu kuliko kombe la shirikisho. Ligi kuu ya Tanzania ni ngumu kuliko kombe la shirikisho. Ndo kitu ambacho amekizungumza kwa upande wake. Kitu ambacho watu wengi wameanza kukosoa kwa kiasi kikubwa kuhusiana na hii kauli. Tunafahamu ya kwamba michuano ya kimataifa ina ukubwa wake unafahamika na unajulikana, unahusisha timu ambazo ni kubwa kwa kiasi kutoka maeneo mbalimbali Afrika. Lakini Jemedari Saidi mara baada ya kuiona kauli hii, lakini pia kuna kauli ilizungumza kwamba Singida Black Stars ni zaidi ya Al Masry na Stellenbosch. Hii ni kutokana hao ni wapinzani ambao wamekutana na Simba, tunafahamu hivyo, na Simba sasa hivi ipo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jemedari Saidi ameandika kama ifuatavyo: tuna kazi ya kutofautisha wachambuzi wa soka na comedian. Tumefika babaya sana kwenye uchambuzi wa mambo ya michezo, hasa soka, eneo huru ambalo kila mmoja anatafuta kwenda mjini kwa kujaribu kuchekesha au kusifia wanaomfadhili. Hii ni staili mpya, inaitwa uchambuzi katuni. Ameandika hivyo Jemedari Saidi. Lakini pia ukifuatilia andiko la Ali Shabani Kamwe kwa kile kitu ambacho amekiandika, huyu ni afisa habari wa Young Africans ambao kimetafsiriwa na watu wengi kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa Simba, kwamba kuna imeleta orodha ya timu ambazo zinashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa timu zile tatu ambazo zilimaliza kwenye msimamo nafasi ya tatu. Misimu tunazungumzia msimu uliopita, tunafahamu ya kwamba Simba pia ilimaliza nafasi ya tatu msimu uliopita. Na Alikamwe akaandika kama ifuatavyo: huu ndio kweli, kanuni mpya ya mashindano ya CAF ndio zimefanya timu zote zilizofeli kwenye ligi zao msimu uliopita kukutana kwenye kombe la shirikisho msimu huu. Hivyo ni sahihi kabisa ukisema kombe la shirikisho msimu huu ni failure cup. Hakuna bingwa timu ya maana hata moja iliyoshiriki msimu huu. Timu 4 zilizocheza nusu finali msimu huu zote zilishika nafasi ya tatu kwenye ligi zao msimu uliopita. Yaani kwa kifupi kina mwatatu ndio waloshindana. Sio mbaya sana pia ukisema hii ni ligi ya kina mwatatu. Berkane alifeli Morocco, Constantine alifeli Algeria, Stellenbosch walifeli Afrika ya Kusini, Kolo Wizard walifeli pia hapa nyumbani. Kipindi Yanga analeta medali ya heshima ya kombe la shirikisho, kulikuwa na mabingwa kibao wameshiriki. Ni tofauti na sasa, vichwa maji ni wengi. Nafikiri Kolo Wizard nguvu wanaoitumia kutafuta pongezi ya chairman wa ACA wangeitumia wao kupongeza viongozi waliobadili kanuni na kuwakusanya waliofeli wote kwenye kapu moja. Muda bado wanao wa kusema asante engineer. Hiki ndio kitu ambacho amekiandika Ali Shabani Kamwe ambaye amekutana na comment nyingi za kutosha. Hapa nikwambia Bongo Zozo ameandika kwamba ndio maana ubaya ubwela umerudi. Usisahau kaka Ali Kamwe, mpinzani sio adui bali ni marafiki. Ameandika hilo Bongo Zozo Tanzania kwenye peji ya Ali Shabani Kamwe. Mambo yamekuwa hivyo mengi zaidi, kila mmoja akiwa anazungumza la kwake kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Yote haya ni mara baada ya mnyama Simba kwenda hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mengi yameanza kuzungumzwa, mengi yameanza kujitokeza, lakini kwao Simba wao wanakwambia ubaya ubwela umeanza kuwaingia kila mmoja. Ukitazama hapo, mmoja wa wachambuzi ambao wamekuwa wanazungumzwa kwa kiasi kikubwa hivi sasa kwa kuisema vibaya Simba ni Ambokile, ambaye pia amekuja na hii hoja ambayo imezua mengi zaidi, mijadala mingi zaidi kuhusiana kwamba kombe la shirikisho linazidiwa ubora ama ugumu na ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa ndio yeye amekizungumza hiko kimepelekea Jemedari Saidi aweze kuzungumza na kusema kwamba sasa hivi wachambuzi wamekuwa wengi, lakini kuna wachambuzi na makomedian, akimtemu kama Ambokile ni comedian tu ambaye amejichanganya kwenye orodha
ya mashabiki. Lakini ukitazama pia alichokiandika Wilson John Oruma, na yeye pia kuna kitu amekigusia huku akicheka sana, akasema kwamba unaweza kusikia michuano ya muungano ni migumu kuliko michuano ya CAF Confederation Cup. Nchi hii bwana, usiseme umesikia kila kitu. Mzee wa Jambia huyu Wilson Oruma naye pia amedokeza kwa kuandika hivyo. Tuambie nawe maoni yako kwa hili ambalo linaendelea linakuzungumzwa kwa kiasi kikubwa. Je, ni kweli michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ni midogo ama mirahisi kuliko ligi kuu soka Tanzania bara, kama ambavyo ameweza kuzungumza mchambuzi wa kimichezo Ambokile? Tuambie maoni yako na mtazamo wako kwa hili. Lakini pia umesikia kile kitu ambacho amekiandika Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, kuhusiana na wale washiriki kunako michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, akiwatem kama ni feli ambao walifeli kwenye ligi zao msimu uliopita, ndio maana wako katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo hata Simba pia anawatem kama wamekutana mchekea, wamekutana wote timu ambazo zimefeli, ndio maana wamefika hatua hiyo ambao wameweza kufika. Na maoni yako pia tuambie kwenye hili, ni wakati sahihi pia wa kulitazama hili kama taifa, kama ambavyo amezungumza Bongozozo, kwa sababu Simba ni timu ambayo inayowakilisha nchi kimataifa, kwa sababu ndio timu pekee ambayo inawakilisha michuano ya kimataifa hasa hapa Tanzania. Yanga tunafahamu ya kwamba alishia makundi, lakini pia timu zingine kama Azam FC ilitolewa hatua za awali kabisa, lakini timu zingine ambayo ilikuwa shirikisho na yenyewe ilitolewa mapema kabisa. Lakini Simba amesalia na sasa na matarajio makubwa ya kupambana kuhakikisha kwamba analeta kombe la michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini mengi yamekuwa yameanza kuzungumzwa kwa kiasi kikubwa. Tuambie maoni yako kwenye hili, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo. Langu jina ni Salome Naftari. Karibu sana uendelee kwa mwanafamilia wa Mtanange TV. Kama wewe ni tayari umekwisha kuwa mwanafamilia kwa kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV, big up sana kwako, na kubwa tu endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali ambazo tunakuletea, interview mbalimbali tunazosogeza kwako, lakini bila kusahau exclusive mbalimbali kutoka kwa wachambuzi ambazo tunazisogeza pia kwako, lakini matukio mbalimbali yanayotokea uwanjani mara baada ya dakika 90 kutamatika. Tumekuwa hapa active Mtanange TV kukusogezea. Kubwa zaidi tu ushirikiano wako ni muhimu kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo, na usikae mbali sana na Mtanange TV kwa sababu tuko hapa kukusogezea kila aina matukio ya michezo ambayo yanaendelea kujitokeza na kusogeza kwako vizuri na kwa ubora zaidi. Asante.